siku ya leo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ilikuwa ni majira ya saa 12 na dakika 45. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tulipata taarifa za kuwepo kwa mlipuko mkubwa uliojitokeza katika eneo hili ambalo ni eneo la Sawa ya Juu katika kata ya Lwanima wilayani Nyamagana, kwenye kibanda cha kahawa ambacho ni mali ya mtu aitwaye Daudi Joseph Baraka. Hiki ni kibanda ambacho hutoa huduma za kinywaji cha kahawa alfajiri kabla watu hawajaingia kwenye majukumu yao ya kila siku. Muda huo nilioutaja alifika mtu mmoja aitwaye Marco Msenyele Mfumadiru, jina maarufu anaitwa Shija. Umri wake ni miaka 52, ni Msukuma. Kazi yake ni kupasua mawe. Kazi yake ni upasuaji wa mawe kwa kutumia vifaa kama nondo na mashoka, lakini wakati mwingine hutumia baruti ambazo hulipua kwa njia za kienyeji. Mtu huyo anaishi maeneo ya Lwanima na hulipua mawe katika maeneo haya ya Lwanima, ambapo eneo hili lina maeneo ya mawe mengi na ni kazi yake ya kila siku ambayo humuingizia kipato kwa ajili ya kusafisha viwanja kabla ya ujenzi. Alipofika katika kibanda hicho, alikuwa amebeba kibegi kidogo cha mgongoni ambacho hutumia kuhifadhia vifaa vya kufanyia kazi, na akiwa pamoja na wenzake walianza kunywa kahawa huku wakiendelea na mazungumzo. Ghafla katika huo muda nilioutaja ulitokea mlipuko mkubwa uliosababisha kifo cha Marco Msenyele Mfumadiru, jina maarufu Shija, ambaye alifariki dunia hapo hapo kutokana na mlipuko mkubwa. Na baada ya kuwa amefariki, ilikuja kuonekana kwamba miguu, mikono, tumbo, kiuno vilikuwa vimeharibika vibaya, na kama nilivyosema alipoteza maisha hapo hapo. Katika tukio hilo walipatikana majeruhi ambao ni jumla ya majeruhi 7. Majeruhi hao kwa majina wametambuliwa kuwa ni Daudi Joseph Baraka, ana miaka 54. Huyu ni muuza kahawa na mmiliki wa kibanda hicho cha kahawa, ambaye kwa sasa anatibiwa katika hospitali ya Butimba, anaendelea kupata matibabu kule, hali yake sio mbaya. Wa pili ni Emmanuel Ruhangwa Joseph. Huyu ana umri wa miaka 40, mkazi wa Sawa. Kazi yake huyu ni fundi ujenzi. Huyu hali yake sio nzuri, amepata huduma ya kwanza, sasa hivi amehamishiwa katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Wa tatu ni Yusuf Rajabu Nasoro, miaka 20, mkazi wa Sawa. Kazi yake pia ni fundi ujenzi. Huyu anaenda kupata matibabu katika hospitali ya Nyamagana Butimba. Wa nne ni Zawadi Simon Ndokeji, miaka 27. Huyu kazi yake ni mamalishe katika vibanda hivi vilivyokuwa karibu na eneo hilo. Makazi yake pia ni Sawa ya Juu, naye anapata matibabu pale Butimba hospitali. Wa tano ni James Hussein, miaka 33. Huyu ni fundi ujenzi, makao yake ni Sawa ya Juu. Wa sita ni Joseph Mayagigwa Engelbert, miaka 22, makao yake ni Sawa ya Juu, naye hali yake sio mbaya, anaendelea kupata matibabu. Wa saba ni Marco Mahunge Chandanoba, miaka 45. Kazi yake huyu ni sawa na ya huyu marehemu. Kazi yake ni kupasua mawe kwa njia hizo nilizosema, naye hali yake sio mbaya, anaenda kupata matibabu katika hospitali hiyo. Chanzo cha tukio hilo ni uzembe katika utunzaji wa hizo baruti, kwa sababu marehemu ambaye alikuwa na kibegi ambacho inaonyesha kilikuwa na hiyo milipuko alikaa nacho karibu kabisa na
jiko la mkaa lililokuwa na kahawa. Lilivyotokea joto ndipo hali hiyo ikajitokeza. Tunasema ni uzembe kwa sababu alipaswa kujua hizo baruti kwamba zitakiwa kukaa karibu na kitu chenye joto kali. Hivyo iliweza kusababisha mlipuko uliotokea moja kwa moja kwenye begi alilokuwa nalo mgongoni, ambaye alikuwa ameliweka chini huku akinywa kahawa, na ndio maana yeye ameumia kiasi kikubwa na hatimaye kupoteza maisha. Jeshi la polisi tumekagua eneo la tukio, lakini tumewashirikisha wataalamu wengine. Tumewashirikisha wataalamu kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania, lakini tumewashirikisha maafisa wa ofisi ya madini mkoa wa Mwanza. Tumewashirikisha askari wetu wa Jeshi la Polisi ambao ni wataalamu wa milipuko, na Jeshi la Wananchi wa Tanzania wote ni wataalamu wa milipuko. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tunatoa wito kuhusiana na tukio hili. Tunatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa zinazohusu watu wanaomiliki milipuko na wanaitumia bila kuwa na vibali maalum kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini tunawaomba viongozi wa serikali za mitaa pia kufanya ufuatiliaji wa kina kuhusu mafundi hao ambao hawana utaalamu wa kutosha wa kumiliki milipuko na wameendelea kufanya kazi hizo na kujipatia kipato wakitumia milipuko ambayo hawana hata vibali vya kuimiliki na hawana hata vibali vya kuweza kufanya kazi na kusimamia milipuko kama hiyo. Wananchi waendelee kutoa taarifa ili hatua ziendelee kuchukuliwa. Katika sheria yetu ya baruti ya mwaka 1963 inakataza mtu yeyote kumiliki baruti bila kuwa na leseni, na wanaomiliki zile leseni za baruti lazima wao wamesomea, alafu akitoka kule wanapewa mtihani wa kufuzu. Wakionekana wamefaulu ule mtihani wanapewa cheti cha kulipua. Bali na hapo, hawa mauti waliopata hawa hapa hawakuwa na leseni zetu kutoka ofisi ya madini na tulikuwa tujatoa vibali vyovyote kwao. Kwa hizi baruti wamezipata kwa njia ya chuchu. Waona, hatujua wanazipata kwa njia gani, lakini inaonekana wanazipata sehemu ambako si halali. Ndio maana hawajui sheria sawasawa ya baruti, na wameweza kupita nazo sehemu za joto kali kama hapo kwenye kahawa, na hatimaye zimechaji kwa kutumia lile joto la kahawa, na inaweza kulipuka na kusababisha mauti. Lakini tunaisi jamii inayozunguka maeneo haya, ikiwemo viongozi wa serikali za mitaa, tuwe nao ushirikiano. Wakiona watu wa namna hiyo wanachoronga miamba, wajaribu kuwauliza kama wana leseni, na kama hawana basi watoe taarifa vyombo vya polisi na vyombo vingine vinavyozunguka maeneo haya, ili tuweze kushirikiana kutokomeza hili janga la kutumia baruti holela. Sheria yetu inakataa kutumia baruti bila kuwa na kibali, na elimu tunaitoa. Tunashirikiana viongozi hawa wa serikali za mitaa kuwapa elimu kwamba mkiona hawa watu mmoja kama wana leseni, lakini asilimia kubwa wana leseni, wanafanya kazi vizuri, asilimia chache kama hii ndio wanakuwepo wadanganyifu ambao wanakuwa wanafanya hizi kazi za kujificha ficha. Lakini ufuatiliaji upo na tunafanya kazi kila wakati na tunaelimisha kila siku.